tutaangalia kitabu cha Tito sura ya 2. Naomba tusome pale mstari wa 11. Tuitafakari neema ya Mungu. Asante Yesu. Mchungaji msaidizi amevaa kanga moja lakini anaelezea neema. Mungu akubariki sana. Sasa uone nilikuwa makini kiasi gani, yani kanga yako nimeshika. Na wewe ukitoka soma maandishi yako na neema Mungu. Amina. Tito sura ya 2. Tuangalie mstari wa 11. Tutaendelea, yani natamani tusome mistari kadhaa. Ila leo natamani tushughulikie mstari mmoja tu. Samani baba askofu, naweza nikakuuliza kidogo? Asante Yesu. Basi tukaangalie hiyo Tito 2:11. Hamna aliyepata? Mmoja inasema ni neno la kuaminiwa. Kwa maana kama tukifa pamoja naye. Wewe unasoma kitabu gani? Tito 2:11. Haya, inasema hivi. Ndio. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. 12. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Asante sana. Baba tosha kwanza hapo. Bwana asifiwe sana. Neema ya Mungu. Neema. Najua neema imezoeleka, watu tunafahamu. Jamani, naishi kwa neema. Mimi nimeokoka jamani, nimeokoka, nimepata neema. Huwa kweli midomoni mwetu tunatamka sana kuhusu neema. Neema ni kitu gani? Neema ni zile hali za kupendelewa. Ni zawadi, ni upendeleo. Na upendeleo huu unamkuta yule mtu ambaye hajastahili kuwa nao. Yaani unapendelewa, unapewa kitu ambacho hakikuwa halali yako. Mungu atusaidie sana. Sasa neema ya Mungu tumeipata. Lakini kumbe hii neema, kama alivyosoma mtumishi wa Mungu, barikiwe sana mama askofu wetu. Neema kwa maana nyingine, kwa mujibu wa hili andiko, neema ni mwalimu. Maana anasema neema ya Mungu hii inatufundisha. Anayefundisha anaitwa nani? Si anaitwa mwalimu. Sasa kama neema ni mwalimu, huyu mwalimu anatoa funzo gani? Anafundisha nini? Anatujuza nini? Tunaona neema hii sivyo tu aliyeitoa sio mwanadamu. Ndio maana inaitwa neema ya Mungu. Sasa ile kama imetoka kwa Mungu mwenyewe, inatoa funzo, na funzo lake lazima kwa huyu mtu ambaye anakutana nayo tunategemea limbadilishe. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sasa hii neema inatufundisha nini? Leo tutashughulikia kitu kimoja. Tusitaki kukupa vitu vingi. Naweza nikakupa vitu vingi afu visikusaidie, yaani usikumbuke kila kitu. Ni afadhali kwanza ukatoka na kitu kimoja ambacho katika kile kinakupa wewe kupata badiliko. Mungu atupe neema tena. Amen. Atupe neema tena. Amen. Neema hii Biblia inasema inatufundisha kukataa ubaya. Jamani, neema ya Mungu ndio inayotupa elimu ya sisi kukataa. Tunaposema kukataa, ni kile kitendo cha kupinga, ni kile kitendo cha kutokukubaliana, ni kile kitendo cha kujiweka mbali huko, yaani haushiriki. Sasa inatufundisha kukataa ubaya. Neema ya Mungu. Wapendwa, neema ya Mungu. Kanisa la Buchelele, neema ya Mungu. Amen. Kanisa kwa askofu wetu wa TCTC ni neema ya Mungu. Amen. Lazima tuijue neema ya Mungu. Amen. Neema ya Mungu ndio inafanya vitu vya Mungu viwe vyepesi, visiwe vizito. Neema ya Mungu. Sasa neema, kitu gani ambacho Mungu ametupendelea, ambacho ametupa wakati hatukustahili? Ni kitu gani? Wokovu. Sawa.
Kwa tunapozungumzia neema tunauzungumzia wokovu. Wangapi humu ndani wameokoka? Wangapi tumeokoka? Amen. Wow. Tunapozungumzia wokovu, kuokoka ni kubadilika. Kanisa, kuokoka ni kubadilika. Amen. Sasa kuna mtu anasema nimeokoka, lakini tukikuzumu kwa kama hiyo simu hiyo, wakitaka hapo waniongeze nitokeze niwe mama la mamama, yaani nijae screen yote, wana zoom, si ndio Jamani, si ndio hivyo? Sasa sikia. Neema ya Mungu inatoa funzo kwa watu kukataa ubaya. Ina maana huyu mtu alikuwa mbaya, sawa? Sasa kama amejikuta automatically ameshakuwa mbaya, anapokutana tu na hii neema, anapokutana tu na hiki kiwango cha kumpokea Yesu, kumweka Yesu ndani, kumfanya Yesu kuwa mali yake, ina maana yule Yesu ndani moja kwa moja anamfanya huyu mtu ubaya uwe mbali na yeye. Halo? Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Tunapozungumzia ubaya upo wa aina nyingi. Ubaya ni yale mambo ambayo mtu akiwa nayo yanawaumiza wengine. Ule ndio unaitwa ubaya. Palipo na ubaya hapanaga furaha. Yaani ubaya sifa zake unaondoa furaha. Ubaya unachochea uchungu. Sawa? Sawa wapendwa? Amen. Kuna mtu anaelewa? Amina. Kuna mtu anaelewa? Ubaya. Neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya, kuwa wapinzani dhidi ya ubaya. Kwa kanisa la Bwana tusione ubaya. Nyumbani kwetu, kwangu mimi, kwenye familia yangu kusipatikane ubaya. Kwenye jamii inayonizunguka ubaya usiwepo. Je, kwa watoto wangu? Vipi kwa mume wangu? Vipi kwa wake zenu? Neema ya Mungu inatupa namna ya kufanya vitu ambavyo vinawapa watu furaha. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu inachochea, ina maana kinyume cha ubaya si ni wema. Si ndio jamani? Sasa neema ya Mungu inasukumia watu kufanya vyema. Lakini wengi kwa nyakati tulizo nazo, unakuta ni kweli tupo makanisani, tupo kwenye nyumba ya Mungu, lakini kuna ubaya unakuta unatajwa kwetu. Sasa sikia, kwani maandiko yanasemaje? Tuangalie Kolosai 3:8. Msoma maandiko, unasoma mstari wa 8 unasema, lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote. Rudia tena usome taratibu. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote. Mambo gani haya? Hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Sawa. Mstari wa 9. Nilikuwa nataka huo mmoja tu. Unasikia? Kazi ya neema ya Mungu ni kutufanya tukae mbali